أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo ambalo limetukusanya katika wakati huu ni jambo la ndoa, na ndoa ni ibada, na ni ibada kubwa katika ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezielekeza na kuzifundisha katika dini hii ya Uislamu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wazazi wa vijana wa kiume na amewaamrisha pia wazazi wa vijana wa kike kulisimamia jambo la ndoa kwa watoto wao au kwa watu wao wa karibu. Wale wasiokuwa na wake waoe, na wale wasiokuwa na wanaume waolewe. Na lengo ni kuondoa fitna ambayo inasababishwa kwa watu kutokuwa na wake, lakini pia vile vile kufikia lengo la kupata utulivu wa kila mmoja katika hawa wanandoa wawili, na matokeo pia vile vile ni kupata kizazi kilichokuwa chema. Kwa jambo la ndoa ni jambo la ibada, na tunafahamu kwamba ibada sio jambo jepesi. Ibada midamu imebeba thawabu, imebeba dhambi, ni jambo zito, linahitaji ustahamilivu na linahitaji kuwa na msimamo na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati katika jambo hilo. Kwa mimi nimuhusie kijana wangu ambaye ameliingia hili jambo la ndoa, mwanzo wake ni furaha, lakini katikati yake kuna machungu na mawimbi yanapita. Mfano wa ndoa ni mfano wa mtu aliyepanda kwenye jahazi, anatembea baharini kwenye jahazi. Utakutana na mawimbi makubwa, na kuna wakati bahari itakuwa shwari, utaifurahia safari yako. Kwa mawimbi makubwa sio mwisho wa safari. Utayumba, lakini uthibiti na kuvumilia ili safari yako iweze kufika salama. Kuna kuhusia kuwa na subra na kuvumilia. Wewe ni kijana na binti unayeoa pia vile vile ni kijana. Kuna uwezekano baadhi ya wakati zikapita zile akili za kitoto, akakujibu na wewe ukamjibu. Basi jitahidi viungo vyako visiwe vyepesi kuinuka na kumwadhibu. Jitahidi kuwa ni mtu mwenye uvumilivu na kuwa ni mtu mwenye kuomba ushauri kwa waliokutangulia, hasa watu wazima. Na epuka kuomba ushauri kwa vijana wenzako. Watakuwa na akili kama zako na watakwambia wewe acha, utatafuta mwingine, utaoa. Wanawake wako wengi. Wanawake sio wengi. Anayekwambia wanawake ni wengi atakuwa hajaelewa. Wanawake wa kuoa sio wengi, lakini wanawake wazururaji ni wengi. Sasa usije kuwa unaona mtaani unaona hawana waume ukajua ni wengi, unaweza kuchukua yoyote. Kuna baadhi ya wanawake unaweza kuchukua ukawa unazungumza peke yako na watu hawaelewi unazungumza kitu gani. Hasikii wala haelewi. Kama hivyo pia na wanaume, japo wanasema wanaume ni wachache, lakini hawa wanaume wenye busara pia kuishi kwenye ndoa pia ni wachache vile vile zaidi. Kwa hivyo jitahidi kuwa mvumilivu na jitahidi kuwa na subra, na wewe na mke wako wote mjitahidi katika kusoma dini yenu. Bado umri wenu unawaruhusu kusoma pamoja na kuoa mapema. Umri wako unakuruhusu kusoma, na mke wako pia aingie darasani asome. Mke wako asipoingia darasani atapata walimu wa mtaani wasiokuwa na waume ambao watampa darasa, na bahati mbaya darasa hizo huwa zinaeleweka zaidi kuliko darasa zingine. Kwa jitahidi kuwa makini katika kusimamia ndoa yako, na Allah tabaraka wa taala akupe thabati na ajalie kizazi kilichokuwa chema baina yenu. Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuambia katika hadithi, mara nyingi tunaisoma hadithi hii ya Abdullah ibn Amr ibn al-As
radhiyallahu anhuma pale aliposema ad-dunya mata'u, dunia ni starehe, wa khairu mata'i dunya al-mar'atu as-salihah, na bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema. Kwa hiyo sio kila mwanamke ni starehe, bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema. Kwa maana ukipata mwanamke mwema, Allah subhanahu wa ta'ala amekupendelea kheri kubwa sana, na ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuomba Allah tujalie wanawake wema. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Ametuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba, kwa sababu mke mwema ni katika riziki. Kwa hivyo tunaomba Allah ajalie mkeo ambaye mnafunga ndoa leo au mmefunga ndoa leo awe ni katika hao watakaokuwa sababu ya wewe kuwa na utulivu, na wewe kupata utulivu katika moyo wako na viungo vyako na salama katika akili yako. Lakini nakuhusia kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallama, na kama walivyokuwa masahaba wakiwaambia wanafunzi wao, unapooa basi wewe na mke wako mswali sunna ya rakaa 2, na baada ya swala basi wewe pia unue mkono kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mke wako awe ni mke mwenye baraka, na kuruzuku kwa mke huyo kizazi kilichokuwa chema. Unaweza kuomba dua hiyo hata kwa Kiswahili, maana tukikwambia ukahifadhi saa hizi, kama ulikuwa hujahifadhi tu wiki iliyopita, itakuwa kazi, huwa havihifadhiki, kila ukiingia inatoka. Kwa hiyo unaweza kuomba hata kwa Kiswahili. Una jamaa zako kawaambia kuandikie kwa Kiswahili, na kama hauwezi pia tamka dua unavyojua wewe, muombe Allah tabaraka wa taala, kwani yeye Allah ndiye anayeweza kuleta mapenzi baina yako na mke wako, na ndiye anayeweza kuulainisha moyo wake kwako na kuulainisha moyo wako kwake. Kumuomba Allah wakusanye kwenye kheri na watenganishe pale patapokuwa na shari baina yenu. Ndugu zanguni, la mwisho nikilimalizia kwa upande wetu sisi tulohudhuria katika kikao hichi ni kwamba kusindikizana katika jambo la ndoa ni mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuombea na dua ya baraka katika jambo la ndoa ni mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumwambia muoaji barakallahu laka, Allah akubariki, wa baraka alaika, na Allah ziweke baraka zake juu yako, wa jamaa bainakuma fi khairin, na awakusanye baina yenu wewe na mkeo katika maisha ya kheri. Hii ni dua muhimu sana, na kila mmoja wetu ana ulimi wake kwa Mola wake. Kwa hivyo mtu anapomuombea muoaji dua kama hiyo, Allah anaipa kabuli dua yake na inapelekea ndugu yake akapata maisha mazuri. Na hii inafundisha kuonesha namna gani Uislamu unafundisha mapenzi baina ya Waislamu kwa Waislamu, baina ya mtu na ndugu yake katika kutakiana kheri kwenye maisha haya ya dunia. Na wala Muislamu hafurahii kuharibika kwa maisha ya ndugu yake Muislamu. Muislamu anahuzunika kuona maisha ya ndugu yake yanaharibika, na Muislamu anahuzunika kuona ndugu yake hafanikiwi. Kwa hiyo namuomba Allah tabaraka wa taala katika hichi kikao chetu kifupi ajalie ndoa ya vijana wetu hawa iwe ni ndoa yenye kheri na baraka, wakaishi salama, na Allah ondoe mizozo baina yao na atawalishe mapenzi na huruma baina yao. Na sisi pia Allah tujalie salama katika ndoa zetu na majumba yetu, atusamehe makosa yetu na aturuzuku kizazi kilichokuwa chema, na wale ambao hawajaoa Allah wafanyiwe pesi waoe. La mwisho ni wahusie vijana wanaopenda kuoa, punguzeni haraka. Alafu wanawake wazuri hawaishi kama vile ambavyo vijana wazuri hawaishi. Usiende kaoa kwa sababu mbona Saddam kaoa na mimi nikaoe. Jipange kwanza. Unaweza kusema nyuma yangu yuko kaka, siku ya kuoa na kaka yako akakaa pembeni, baba mimi mwenyewe na ya kwangu hapa, hebu endelea. Alafu ukajikuta wewe na mke wako mmegawana masinia ya kuuza maandazi barabarani, ukakosa subira na mwanamke akakosa subira, mimi sijazoea maisha ya tabu, akarudi kwao, ukajikuta kwamba ndoa inaharibika. Lakini pia vile vile oeni na mjitahidi kuwa uvumilivu kuishi na wanawake. Wanawake wa zama hizi wanahitaji uvumilivu wa hali ya juu mno.
si wadogo wala si wakubwa. Alafu usijidanganye kwamba nikioa mwanamke mkubwa ana akili. Wote wana akili moja, hakuna mkubwa wala hakuna mdogo. Naomba muelewe hili jambo, msidanganyike. Hata haya majuba pia usidanganyike na majuba haya, yamefunika mengi. Sasa nataka mwanamke kavaa juba. Mwanamke ana dini, fuatilia vizuri, simamia vizuri, na wewe ukaisimamie hiyo dini ambayo ni ndogo, wewe ukaikuze na uisimamie. Bila hivyo kuisimamia dini kwa mkeo, usitarajii kuwa atanyooka. Na usije pia ukamwoa mwanamke umemtoa madrasa, umemtoa kwenye nyumba ya watu wa kheri. Saa baba yako anaswali, mama yako anaswali, nyumba ya dini, wewe mbona unakuwa hivi? Hiyo sio hoja. Wewe endelea na majukumu yako, msimamie mkeo na hakikisha dini yake inasimama. Tabia za kike hazitomwacha. Leo atakujibu hivi, ameteleza. Kwa hiyo usije usema mbona mama yako hayuko hivyo, mbona dada yako hayuko hivyo. Hapana, hili jambo linatokea kwa wanawake. Siku moja Mtume ameingia kwa Aisha, halafu akatoka, kikamjia kitu Aisha, huyo toka ameenda kwa mke mwenzangu sasa. Akaanza kutoka nyuma, mfuatilia Mtume kaenda wapi. Huyo Mtume kaenda Baqii kutembelea maiti wa Islamu na kuombea dua makaburini. Sasa anarudi anamuona mke wake, naye utoka wapi wewe? Nilikuja kukuangalia. Sasa mimi nitakwenda wapi sasa? Sasa nani asiyekuonea wivu? Yaani nisipokuonea wivu wewe nitamuonea wivu nani? Sasa huyu naye ni Aisha, lakini bado kashindwa kuvumilia. Kwanza sasa unakuja msikitini mke wako yuko nyuma huko. Usimlaumu, ni yale mapenzi kwamba hivi kweli wanaenda msikitini, waenda kwa bibi mdogo huyo, au sio? Kwa hivyo haya ni maisha. Lakini jambo la mwisho nikimalizia, huu sio ulimwengu wa kubakia na mke mmoja. Sawa jamani? Huu sio ulimwengu wa kubakia na mke mmoja, huu ni ulimwengu wa kuwa na wake hawa wawili. Mimi sisemi watatu, mimi nasema hao wawili. Basi wawili wanatosha. Usiendi 3 4, usiendi huko. Wabaki hapo wawili, sababu shamsa. Ulimwengu wa kuwa na wake wawili. Utaona heshima yako inakuwepo na thamani yako kwenye nyumba pia inafanya inakuwepo. Na ukiudhiwa utapata sehemu ya kwenda kupumzisha kichwa. Sio uje kulala msikitini. Utapata sehemu ya kwenda kupumzisha kichwa kwa bibi mdogo, na kwenda unapumzika zako, unakoga, unalala, kiamka unaendelea na majukumu yako kama kawaida. Tuwavumilieni wanawake, tuwanasihi sana wanawake, na tuwahurumie wanawake. Mapungufu yao ni makubwa, wanahitajika kuhurumiwa, na wala tusiwe yapesi wa kutamka talaka. Zile za mdomo, nitakuacha. Acha huo mdomo wako hivyo, sawa? Kijana mmoja amekuja juzi na mke wake wameachana. Sasa anauliza, nataka nimrudie mke wangu, anakataa. Mke anasema, hii kanitamkia kama ni ya 5 au ni ya 6. Wewe vipi? Ni kweli. Sasa basi mwache zake kwao, subiri akiolewa na mke mume mwingine akiachika utakuja kumosa. Shekhe, angalia vizuri. Angalia vizuri vipi sasa? Angaliaje vizuri sasa? Nimeuliza, ni kweli umemtamkia? Sasa ni kweli nimemtamkia, lakini 2 niliandika. 2 kaandika talaka, aliandika talaka ya kwanza, kaandika talaka ya pili. Za kutamka lazima zitafika 5. Sasa basi sio mkeo tena huyu. Kwa hii sisi tunaifanya hii ni ya 3, sio ya 5, hii ni ya 3. Kwa hiyo bwana wewe nenda, na huyu mwanamke wala hana haja kukaa nyumbani kwako, ataenda zake kwao. Akishaolewa akiachika huko, una ruhusa ya kwenda kumuoa. Sijui ameenda kwa shehe gani mwingine, lakini mwanaume akuridhika. Mwanamke amesema mimi sirudi, mwanamke asema mimi, mwanaume asema mimi sikubali. Nilikuwa na hasira tu. Una hasira talaka 5, una hasira. Yaani hizo hasira za namna gani? Sasa ndugu yangu, sije kuwa nazo na hizo hasira za hivyo. Ukaja ukamkuta unamkosa Laila, unabakia na usiku usiokuwa na mchana. Allah tufanyie wepesi na atujalie mafanikio katika ndoa zetu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu